Kadua miguu. Huyu anakuja. Sukuma mwanangu. Ndio anakuja. Ikalango ya wewe mwana hokoiza. Anakuja. Mwana hokoiza. Mwana hokoiza. Sukuma. Mwana hokoiza. Hongera umepata cha kutolea sadaka. Uvungu mpaka uwe nami uvungu. Uvungu mpaka uwe nami uvungu. Mjomba. Kuna shida? Mbona kwa hivyo? Ulipotoka nyumbani ni kwema? Huko sio kwema mjomba, hali sio shwari. Sijui kama utamkuta Kibena akiwa mtu au akiwa mfu. Binadamu wabaya. Binadamu wabaya. Subiri. Mama, umelala ukiwa mzima wa afya. Haukuwa na dalili yoyote ile ya kuumwa. Imekuwaje ghafla unasema unajisikia homa? Nani amekwambia ugonjwa unakuja kukupigia hodi au kutoa taarifa mwanangu? Haukuwa na dalili yoyote ya kuumwa ile mama. Kwa hiyo lazima nishangae. Imekuwa ghafla. Mama, Waswahili ni wengi kwenye huu mji. Sije ukawa umerogwa mamaangu. Mimi wa kurogwa mwanangu? Nimepata tu njozi mbaya usiku. Basi nikajikuta nimeamka ndo katika hali hii. Hivyo usio na wasiwasi mwanangu. Nitapona tu mama. Sasa kama haujarogwa, utaponaje na ikiwa hutaki kwenda hospitali? Na hata nikikwambia nikuitie ustazi ya kufanyie dua, hautaki. Unataka nini sasa? Mwanangu, sio kila tatizo la hospitali. Na kuhusu dua, mimi mwenyewe na walimu wangu kichwani. Ila nimewakosea kidogo tu. Na ndio maana amenipa adhabu. Wamekupa adhabu? Kivipi? Na umewakosea nini hadi upewe hiyo adhabu? Usiwe na wasiwasi mwanangu. Nimeshapaka dawa. Nitakuwa sawa tu. Habari za hapa jamani? Nzuri tu. Ila mimi ndugu zangu, mwili wangu hapa wote unaniuma. Acha uoga, utakuwa sawa tu. Ugonjwa unaingia kama ujauzito kwa starehe, lakini wakati wa kujifungua lazima maumivu yatakuwepo. Na hayo maumivu asiyoyajua hapa ni huyo kizigo na mwasi. Basi mimi nimekuletea dawa. Imani yangu dawa hii itakuponya.
Mwasi, kwa kipindi hiki kigumu, jitahidi sana kukaa jirani na mama, na vile vile hutakiwi ishi hapo hapo. We baba we, Lulime, haya mambo yaliyobaki hapo ya kike tutayaongea wenyewe wanawake, tutamalizana. Ndio huyu Mama Kabichi, ndio yeye huyu, na uhakika naye. Jamani, tumchunguzeni kwanza, tusije tukabeba mzigo wa bure tukapewa adhabu na mkuu. ndio yeye. Mtoto ametimia kila idara. Tukimpeleka mkuu atatupatia zawadi kubwa sana. Mambo mpwito mpwito. Mambo yameshakuwa mpwito mpwito. Sasa wenzangu, tusipoteze muda. Naona tufanye kilichotuleta. Maana lisije kutimuka vumbi hapa kama tukaanza kukimbiana. Binadamu wabaya.
Umebaki mwili tu, nafsi yake imetoweka. Jifunze kukaa kimya. Hautakiwi kuyamwaga machozi. Ukifanya hivyo, utaweka mbali mwili wa Kibena na nafsi yake. Kwa hiyo, hatakiwi kulia mtu hata mmoja kati yetu. Binadamu wabaya. Binadamu. Ngombo ngafu wekiara ulengo. Mami, nafikiri nikuachie hapa. Sawa. Mwanangu, kuna kitu nataka kukwambia, lakini naomba unisikilize kwa makini sana. Sawa mama, nakusikiliza. Unajua binti yangu, mama yako anaumwa sana. Tena sana tu. Hata kama unamuona anaongea, anacheka, usizani yupo sawa. Anajitahidi tu ili mradi akutie moyo mtoto wake. Mama, unajua nini kuhusu ugonjwa wa mama yangu? Kwa sababu ninachokumbuka, jana usiku wakati anaenda kulala, alikuwa mzima wa afya. Lakini alivyoamka asubuhi, ndio yupo katika hali ile. Na cha kushangaza, hataki kwenda hospitali. Hii imekaje? Hospitali hapana. Kwani ule sio ugonjwa wa kawaida. Ile ni adhabu kutoka kwenye mzimu wa Bibi Fuko. Mzimu wa Bibi Fuko? Ndiyo. Mama yako ana mzimu unaomtaka awe mganga, lakini mama yako hataki. Kwa hiyo mzimu umeamua kumpa adhabu kali sana mama yako. Na kuomba binti yangu, msaidie mama yako kumpaka dawa mpaka unahakikisha anapona. Ila kwa sharti hii moja. Kwa masharti? Sharti gani hilo? Hutakiwi kukutana kimwili na mwanaume yoyote mpaka pale mama yako kidonda chake kitakapopona. Na usipozingatia haya, mama yako atakufa. Kwa nini sasa iwe hivyo? Sina la zaidi, ila fuata haya niliyokuambia.
inatakiwa kuikubali hii hali na kuvaa roho ya ujasiri ili kuweza kupambana hii vita. Hakipo kiumbe chochote kinachoweza kumsaidia mke wako kutoka kwenye usingizi wa kifo isipokuwa wewe. Ni kwa sababu moja tu. Wewe unatembea na harufu ya kivuli chake. Hivyo basi, ni rahisi sana vivuli vyenu kukamatana. Sasa basi, hakikisha unakitoa kwa watu wabaya. Binadamu wabaya. Lakini kwa nini mimi? Na ninaweza vipi kukabiliana na wachawi ikiwa mimi sina uwezo wote? Haujijui Mzee Dole. Haujijui. Yaani wewe ni mfalme na una nguvu zilizopitiliza. Hakuna kiumbe chochote kinachoweza kukushinda wewe. Hakuna duniani. Hakuna mwanadamu yoyote anayeweza kukushinda wewe chini ya jua. Japo binadamu ni wabaya. Kivipi mjomba? Hebu nionyeshe namna ambavyo naweza nikautumia uwezo wangu ili kumsaidia mchumba wangu. Si unataka kujijua? Sasa fanya jambo moja Mzee Dole. Vuta pumzi yako. Alafu piga kelele. Utauona uwezo wako. Yo.